Baadhi wamesikia kuna wasi wanapigania Kasipul. Si huyo Kasipul, si huyo Kasipul. Aprili mwaka huu tarehe 30, Charles Ong'ondo Were aliyekuwa akijulikana kama Oyugi Were aliuawa akiwa katika barabara ya Ngong Road, Nairobi. Huyu ndiye aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Kasipul ambalo ni mojawapo wa maeneo bunge 8 katika eneo la Homa Bay. Hivyo basi wakazi wa Homa Bay wakawa ni wenye kukosa mwakilishi ambaye atawakilisha katika bunge la taifa. Kuna umuhimu gani katika chaguzi hili dogo ambalo litafanyika katika eneo bunge la Kasipul? Kunao baadhi ya nukta ambazo nitawaeleza. Nukta ya kwanza ni kwamba huu ni uchaguzi wa kwanza wa ODM baada ya kufariki kwa Raila Amolo Odinga. Watu wanataka kuona, je, ODM bado ina uwezo wa kutanua misuli katika eneo la Nyanza au ndo basi limeshazikwa katika kaburi la sahau? Pili ni Gladys Wanga. Wengi wamepigia upato kuwa yeye huenda akapewa nafasi ya naibu rais katika kampeni za 2027 kuwa naibu wake Ruto, akipigia upato kwamba anaweza akakusanya kura za ODM. Lakini katika kinyang'anyiro hichi anapigana na mtu wake wa karibu ambaye ni naibu gavana Oyugi Magwanga. Huyu Oyugi ameamua kumpa sapoti Philip Paroko ambaye ni mpinzani mkubwa wa Boyd Were wa ODM anayeungwa mkono na Gladys Wanga. Tatizo kubwa liko hapa. Bwana Oyugi ambaye ni naibu gavana aliwahi kuwa ni mbunge wa eneo la Kasipul, hivyo ana ushawishi mkubwa sana katika eneo hilo. Na ikiwa Gladys ataonekana kupigwa na Magwanga, basi bonga points zake zitakuwa zimeshuka.